kazi na utu. Ndugu zangu, wananchi wengi wameuliza bwana Rashidi Mwajuma, kama mnavyokumbuka, baada ya kikao chetu cha Kidugaro, si ndio? Mwajuma na Rashidi sasa hivi ni wachumba rasmi. Rashidi ameshajitambulisha kwa Mwajuma na tayari wameshampangia mahari shilingi 865,000. Lakini pile hapo kuna juzuu, kuna kanzu ya babu, kuna vitenge. Sasa leo tulikuwa tunakabidhi ile ahadi yangu niliyoitoa ya mayai tray 5, namshukuru bwana Turi, na shilingi 200,000 na shilingi 200,000 ambazo hizi 200,000 amezileta bwana Hussein. Anaitwa nani? Hussein ni kaka yetu mmoja, yeye anaishi nchini Uingereza. Baada ya kuona hii klipu, amevutiwa na bwana Hussein kule Uingereza. Amesema kwamba atakutumia jiko la kisasa la umeme ili sasa uanze kupika chakula na kwa mama ntilie. Na mimi nimemwahidi kakangu Hussein akiwa nchini Uingereza kwamba nitakuja kutembelea eneo lako la kufanya biashara. Sasa hii biashara tunayofanya ni ya mke na mme mtarajiwa, sio tena waanze kuleta nongo Mwajuma. Kwa hiyo sasa hivi nitakuja niangalie unapofanyia biashara tupaboreshe. Lakini la pili sasa, mwene mpange siku ya kupeleka mahari shilingi 865,000 ambayo wamesema isiwe na deni, si ndio? Kwa hiyo waandae wazee. Lakini pili, nimeona kuna kanzu na juzuu ya wazee. Lakini na wewe unahitaji abaya ambayo ukipiga ile abaya unaonekana kama mtoto wa mufti, unapendeza. Na Hussein inabidi sasa unanyoa vizuri, unajiweka kama bwana harusi mtarajiwa. Nataka niwahakikishie tutapiga harusi moja kubwa bara pale, kijiji kizima kitasimama, inaitwa Vanga Barairo, umeelewa? Nimshukuru ndugu yangu mmoja kutoka Kigamboni ambaye naye amesema atawasapoti. Sasa kwa leo mimi sijatoa 200,000 yangu, haijatoka, imetoka ya bwana Hussein ambayo yuko Uingereza. Bwana naomba mkabidhi mwanaume, alafu mwanaume ataleta kwa huko. Mwanaume ndo anashikaga hela, umeelewa? Hii hapo imetoka kwa kaka Hussein. Kaka Hussein ni Mtanzania ambaye yeye anaishi Uingereza. Alivyoona klipu yangu amefarijika sana. Arengo, jambo kubwa ambalo kaka Hussein amesema, anataka aone mnaishi kwa amani na upendo. Mkileta vurugu, mnarudisha mayai yangu na mnarudisha 200,000. Hera ya ndoa inarudi na juzuu inarudi, kanzu za wazee inarudi. Mimi ni udava. Kwa hiyo kama mmeamua kupendana, mpendane kweli. Lakini jambo jingine, kwenda kupima. Nimesema msifanye chochote, sawa? So Hussein anakuita njoo nifurie, unidekie. Mwajuma bara naumwa vichomi, hamna. Lakini kitu kingine, Hussein tunatakiwa tupate pikipiki yako. Hamna tena kufanya kazi ya mkataba ya Rashidi. Upate pikipiki yako ambayo haina mkopo. Na watu wengi sana wametaka kukusapoti na Mwajuma. Na kweli michango ni mingi, lakini nimeihold kwanza. Lakini kwa sasa tunawakabidhi haya mayai kutoka kwa katibu wa watu wenye ulemavu kakangu Turi. Kwa hiyo mimi tray yangu pia ya mayai sijatoa, lakini tumeona tusiwapatie mayai mengi biashara kule kijijini. Pigeni kwanza hii tray 5, alafu fanyeni wa utaratibu ya mtaji wapo tumeongezea Mwajuma. Na mimi nani Beto, angalia kwenye gari pale, lete 50 ya mafuta ili Hussein atatia kwenye Rashid atatia kwenye mafuta ya pikipiki ambayo itawasaidia. Fanyeni biashara vizuri kwa utaratibu, kwa upendo, mwishi pamoja. Sawa nani Mwajuma? Kwa kuwa wewe afu inaonekana mlikuwa mnatamaniana pale kijijini, si ndio? Ulikuwa unampenda Hussein eti Rashid? Ulikuwa unampenda? Kwa hiyo mlikuwa mnategeana, si ndio? Na wewe Rashid ulikuwa unamtamani Mwajuma? Ulikuwa naomba Mungu zari la mentali, si ndio? Bye.